Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba sasa hivi huko mitaani pamoja na mikoa mbalimbali nchini Tanzania kumekuwepo na hizi habari ambazo zimelipuka ghafla tu kuhusiana na tabia ya watu kuibiwa nyeti, jambo ambalo kiukweli limeibua taharuki kubwa sana katika jamii ya Watanzania katika mikoa mbalimbali. Bwana, hali hii ya kuibiana kwa nyeti ni moja kati ya habari ambazo zinahusiana au zinahusishwa na mambo ya imani za kishirikina, lakini kubwa zaidi ni kwamba katika suala zima la kuibiwa kwa nyeti kwa watu inasemekana kwamba kuna waganga wanatuma watu wafanye hilo tukio kwa ajili ya mambo yao ya kichawi au mambo ya kiganga kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo limeibua taharuki kubwa kutokana na kwamba malalamiko yamekuwa ni mengi ya watu mbalimbali wakiwa wanadai kwamba wameibiwa nyeti zao kwa njia za kishirikina, yani katika hali ya kutatanisha. Na unaambiwa kwamba yani ni kwamba unakuta mtu ambaye humfahamu anakuja na kugusa bega, na akikusha kugusa bega basi moja kwa moja ukija kujipapasa kijana wa kiume unakuta kwamba nyeti zimeisha, zimebakia kidogo tu kwa ajili ya kutolea haja ndogo. So hiyo ndo taarifa rasmi ambayo ilikuwa imetoka tokea siku ya juzi na siku ya jana pia, maana ilianzia Tunduma. Umeona, ilianzia Tunduma mashariki magharibi mwa nchi ya Tanzania, maeneo ya Tunduma kule ndipo ambapo zahma hii ilipoanzia, ambapo watu baadhi walitokea wakiwa wanalalamika kwamba tukio hilo limewakuta. Lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizipata za awali kabisa ni kwamba chanzo ni raia ambao sio wa Kitanzania ndio ambao wamekuwa wakifanyia hivyo watu. Umeona bwana, lakini pia vile vile ni kwamba imepelekea vurugu, fujo. Pia vile vile baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na issue hiyo. Yani kuna watu wale ambao walikuwa wanashtukiwa au wanashukiwa au watu wanawashuku kwamba ndio wanaofanya hayo matukio ya kuiba nyeti za wanaume, walikuwa wakipigwa na kupoteza maisha kabisa tokea huko Tunduma, ambapo ndipo hali hii ilipoanzia. Lakini pia vile vile ni kwamba hali hiyo haikuishia tu Tunduma, ikasogea mpaka Dodoma na maeneo mengine baadhi ya mikoa. Lakini mwisho wa siku ikafika siku ya jana, taarifa zikawa zimesambaa kwamba hao watu ambao wanaiba nyeti kwa imani za kishirikina walikuwa wameshafika mpaka Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba kumekuwa na taharuki, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tulikuwa tumezipata ni kwamba kinga ya tukio hilo, yani kama unataka wewe nyeti zako zisiibiwe, kijana wa kiume, inatakiwa ufunge pini kwenye rubber band kisha ujifunge mkononi. Hivyo ndivyo ushauri wa baadhi ya watu ambao ni wataalamu wa mambo hayo ya jadi wamesema au wamewashauri watu wafanye hivyo. Imepelekea vijana wengi sasa hivi kutembea na rubber band ambazo zimesokotwa pini mikononi mwao. Lakini pia vile vile kwa bahati nzuri ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likiendelea kudhibiti matukio hayo kutokana na kwamba watu wengi sana wamekuwa wakipoteza maisha. Kwa hivyo basi jeshi la polisi limeingilia kati kuzuia matukio ya watu kuuawa kutokana na kushukiwa kwamba ndio wanaofanya matukio hayo ya kuiba nyeti za watu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likijitokeza katika maeneo mbalimbali ambapo zimekuwa vurugu zikiibuka kuhusiana na jambo hilo la watu kuibiana nyeti. So ni moja kati ya taarifa ambazo kiukweli zimemeke headline, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba maeneo mbalimbali yamekuwa kumekuwa na kero hiyo kubwa kweli kweli. Lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba jeshi la polisi limesema kwamba hizo ni taarifa za kupuuziwa, zinatakiwa zipuuzwe, kwani hakuna mtu ambaye anaibiwa nyeti for real. Kwani wengi wao ni kwamba baada ya polisi kuingilia kati na kukamata baadhi ya watu ni kwamba wameenda kuwakagua hao watu ambao walikuwa wanadai kwamba nyeti zao zimeibwa, wamekutwa wako na maumbile yao ya kiume. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni fikra au tunaweza kusema kwamba ni imani potofu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, limetoa taarifa hiyo rasmi kwamba hizo ni taarifa za kupuuzwa kuhusiana na hiyo taharuki ambayo imeibuka mtaani kuhusiana na swala zima la kwamba watu wanaibiwa nyeti.
So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile nataka nikusikilizishe hapa baadhi ya matukio ambayo yametokea katika maeneo mbalimbali kuhusiana na sakata hilo la watu kuibiwa nyeti. Umeona bwana, kumekuwa na vurugu nyingi kweli kweli, na hata jana tuliposti live video kuhusiana na baadhi ya watu ambao walikuwa wanalalamika kwamba wameibiwa nyeti maeneo ya Dodoma. So mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba sasa hivi huko mitaani pamoja na mikoa mbalimbali nchini Tanzania kumekuwepo na hizi habari ambazo zimelipuka ghafla tu kuhusiana na tabia ya watu kuibiwa nyeti, jambo ambalo kiukweli limeibua taharuki kubwa sana katika jamii ya Watanzania katika mikoa mbalimbali. Bwana, hali hii ya kuibiana kwa nyeti ni moja kati ya habari ambazo zinahusiana au zinahusishwa na mambo ya imani za kishirikina, lakini kubwa zaidi ni kwamba katika suala zima la kuibiwa kwa nyeti kwa watu, inasemekana kwamba kuna waganga wanatuma watu wafanye hilo tukio kwa ajili ya mambo yao ya kichawi au mambo ya kiganga kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo limeibua taharuki kubwa kutokana na kwamba malalamiko yamekuwa ni mengi ya watu mbalimbali wakiwa wanadai kwamba wameibiwa nyeti zao kwa njia za kishirikina, yani katika hali ya kutatanisha. Na unaambiwa kwamba yani ni kwamba unakuta mtu ambaye humfahamu anakuja na kugusa bega, na akikusha kugusa bega basi moja kwa moja ukija kujipapasa kijana wa kiume unakuta kwamba nyeti zimeisha, zimebakia kidogo tu kwa ajili ya kutolea haja ndogo. So hiyo ndo taarifa rasmi ambayo ilikuwa imetoka tokea siku ya juzi na siku ya jana pia, maana ilianzia Tunduma. Umeona, ilianzia Tunduma mashariki magharibi mwa nchi ya Tanzania, maeneo ya Tunduma kule ndipo ambapo zahma hii ilipoanzia, ambapo watu baadhi walitokea wakiwa wanalalamika kwamba tukio hilo limewakuta. Lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizipata za awali kabisa ni kwamba chanzo ni raia ambao sio wa Kitanzania ndio ambao wamekuwa wakifanyia hivyo watu. Umeona bwana, lakini pia vile vile ni kwamba imepelekea vurugu, fujo. Pia vile vile baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na issue hiyo. Yani kuna watu wale ambao walikuwa wanashtukiwa au wanashukiwa au watu wanawashuku kwamba ndio wanaofanya hayo matukio ya kuiba nyeti za wanaume, walikuwa wakipigwa na kupoteza maisha kabisa tokea huko Tunduma, ambapo ndipo hali hii ilipoanzia. Lakini pia vile vile ni kwamba hali hiyo haikuishia tu Tunduma, ikasogea mpaka Dodoma na maeneo mengine baadhi ya mikoa. Lakini mwisho wa siku ikafika siku ya jana, taarifa zikawa zimesambaa kwamba hao watu ambao wanaiba nyeti kwa imani za kishirikina walikuwa wameshafika mpaka Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba kumekuwa na taharuki, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tulikuwa tumezipata ni kwamba kinga ya tukio hilo, yani kama unataka wewe nyeti zako zisiibiwe, kijana wa kiume, inatakiwa ufunge pini kwenye rubber band kisha ujifunge mkononi. Hivyo ndivyo ushauri wa baadhi ya watu ambao ni wataalamu wa mambo hayo ya jadi wamesema au wamewashauri watu wafanye hivyo. Imepelekea vijana wengi sasa hivi kutembea na rubber band ambazo zimesokotwa pini mikononi mwao. Lakini pia vile vile kwa bahati nzuri ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likiendelea kudhibiti matukio hayo kutokana na kwamba watu wengi sana wamekuwa wakipoteza maisha. Kwa hivyo basi jeshi la polisi limeingilia kati kuzuia matukio ya watu kuuawa kutokana na kushukiwa kwamba ndio wanaofanya matukio hayo ya kuiba nyeti za watu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likijitokeza katika maeneo mbalimbali ambapo zimekuwa vurugu zikiibuka kuhusiana na jambo hilo la watu kuibiana nyeti.
So ni moja kati ya taarifa ambazo kiukweli zimemeke headline, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba maeneo mbalimbali yamekuwa kumekuwa na kero hiyo kubwa kweli kweli, lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba jeshi la polisi limesema kwamba hizo ni taarifa za kupuuziwa, zinatakiwa zipuuzwe, kwani hakuna mtu ambaye anaibiwa nyeti for real, kwani wengi wao ni kwamba baada ya polisi kuingilia kati na kukamata baadhi ya watu ni kwamba wameenda kuwakagua hao watu ambao walikuwa wanadai kwamba nyeti zao zimeibwa, wamekutwa wako na maumbile yao ya kiume. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni fikra au tunaweza kusema kwamba ni imani potofu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, limetoa taarifa hiyo rasmi kwamba hizo ni taarifa za kupuuzwa kuhusiana na hiyo taharuki ambayo imeibuka mtaani kuhusiana na swala zima la kwamba watu wanaibiwa nyeti. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile nataka nikusikilizishe hapa baadhi ya matukio ambayo yametokea katika maeneo mbalimbali kuhusiana na sakata hilo la watu kuibiwa nyeti. Umeona bwana, kumekuwa na vurugu nyingi kweli kweli, na hata jana tuliposti live video kuhusiana na baadhi ya watu ambao walikuwa wanalalamika kwamba wameibiwa nyeti maeneo ya Dodoma. So mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.